Lakini sambamba na hilo, ziko tuhuma nyingi za watu kupotea na vyombo vya serikali vikihusishwa na hao watu kupotea. Lakini mwisho wa siku unaweza ukakuta huyu mtu amedhuliwa au amepotezwa na mtu wa ndani ya familia. Kwa nitoe wito kwa jamii, pale mtu anapopotea, tusianze tu kuvitilia shaka vyombo. Tuanze sisi wenyewe ndani na maadui walionao, tukishirikiana haya matukio tutayamaliza kabisa. Tunayo taarifa moja ya mwanamke mmoja kushikiliwa kwa tuhuma za kumuua mume wake na kisha kumzika. Tukio hili limetokea jana siku ya tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 2025 majira ya saa 7 mchana, ambapo jeshi la polisi lilipokea taarifa kutoka kwa watoto wa marehemu kwamba baba yao amepotea nyumbani tangu siku ya tarehe 11 mwezi huu wa 10 2025, na juhudi mbalimbali zimefanyika za kumtafuta baba yao, lakini hazikuzaa matunda. Lakini jeshi la polisi baada ya kupata taarifa hiyo, pelelezi ulianza mara moja, na ambapo tulimkamata mwanamke mmoja anaitwa Martha Jafet ambaye ana umri wa miaka 44, ni Mnyamwezi na ni mkulima, mkazi wa kitongoji cha Mzalendo, kijiji cha Mawemeru, kata ya Nyarugusu, wilaya ya Geita. Baada ya mahojiano makali, mwanamke huyu alikiri kwamba marehemu ni mume wake na kwamba siku hiyo ya tarehe 11 majira ya saa 3 usiku mwanaume huyo alirudi nyumbani, lakini wakawa wana ugomvi ambapo ilimpelekea kumshambulia kwa kitu chenye ncha kali, na baada ya kumshambulia mwanaume huyo alifariki dunia, na baada ya kufariki akaamua kuchimba shimo ndani ya nyumba yao na kisha akamfukia, na baada ya kumfukia akajaza kifusi juu na kuchukua magunia ya udaga na kuyapanga juu yake. Hivyo alituonyesha eneo ambalo alimzika mwanaume huyo, na kwa kutumia kibali cha mahakama tulifukua na tulikuta mwili huo ukiwa umeharibika vibaya, na maiti ilionyesha kwamba alikuwa ameshambuliwa na kitu chenye ncha kali. Kwa wito kwa jamii kwa kuacha kujichukulia sheria mikononi. Migogoro ya kifamilia, kila siku tunatoa elimu kwa jamii kuhusiana na mauaji yanayo chanzo chake kikiwa ni ukatili wa jinsia. Na tunasema ukatili kwa Geita uko pande zote mbili. Wanaume wanafanywa ukatili mpaka wanapoteza maisha ikiwemo huyu, lakini wanawake wanafanywa ukatili mpaka wanapoteza maisha.